kuanzisha biashara. Tuko na mjadala hapa mimi na ndugu yangu, kipi kinaanza kati ya fedha au mipango au mpango? Yaani biashara, hata wewe sasa nije kwenye engo ya biashara. Kipi kinatakiwa kianze? Nitafute hela kwanza niwe na mtaji ndo nije nianze biashara. Nikaanze kutafuta ni ufanye biashara gani au nijue biashara niwe nayo hapo ndo nikatafute hela? Kipi kinaanza? Jambo la kwanza, kabla kugundua unatafuta pesa, unatafuta biashara, kugundua biashara ni nini inakuwa ni rahisi. Biashara ni nini tena? Biashara si kutoa hela, kuuza na kununua. Ni kutoa na kuchukua hela. Au hiyo sio maana yenyewe? Okay. Maana yako ni sahihi pia. Namna gani kwamba biashara ni kutoa huduma ama kutoa product ama service, alafu ukalipwa thamani juu ya product ama service ulioitoa. Ile thamani ndio inaweza ikawa kwa form of pesa ama some certain of value. Some certain of value. Thamani yoyote. So, hiyo ni biashara. Lakini tunapokuja kwenye engo ya biashara, mpaka imekuja kuwa biashara, kuna kitu kinaitwa ujasiriamali. Sasa ujasiriamali, kwenye ujasiriamali pale ndio tunakuja kuangalia, tunakuja kupata kitu kinaitwa biashara. Sasa ujasiriamali nini? Ujasiriamali ni kitu, ni namna ama uwezo wa kuweza tunasema ni uwezo wa kuweza kuangalia changamoto iko mbele, alafu ukaibadilisha kwa faida yako. Kwa maana kwamba opportunity ibadilisha kuiturn into your favor. Hiyo ndio inakuwa ujasiriamali. Sasa ukidrive kutokea kwenye ujasiriamali ndio unakuja kupata biashara. Sasa iko hivi, biashara kama biashara, ukija nataka biashara. No. Sasa kwa mfano, nataka biashara, nitafuta pesa biashara ndo pesa. Uweze kupata solution pale. Ila ukijiuliza hivi, ni changamoto gani ambayo nataka kwenda kuisolve kwa watu gani? Alafu hao watu baada ya kuwasolvia changamoto hiyo watakuwa na uwezo wa kunilipa thamani juu ya ile huduma ama service niliyoitoa. Ukijiuliza hili swali ndio unagundua, okay, nataka mtu fulani au jinsia fulani ama rika fulani zina changamoto fulani. Nikienda kuisolve changamoto hiyo, hili rika lina uwezo wa kunilipa thamani inayoendana na huduma ama product ninayoitoa. Ikiweza ilo liko likiwa na uwezo wa kulipa hiyo kitu, then hapo umepata biashara. Kumbe sio haya tu kwa tunawaza sisi ya kwenda kuchukua vitu. Mwenzako ameanzisha duka hapo, unaona unasema hapa panatembea, hebu ngoja na mimi nifungue. Sasa hiyo ni moja kati ya changamoto ambazo wafanyabiashara wengi wanakutana nayo. Amesikia bwana, sasa hivi Kariakoo kunatoka sana mzigo huu, naye anakimbia. Bwana, unajua Mwananyamala watu wanasuka, nakimbia. Si ndio bwana? Sasa si ndio fursa? Si ndio fursa zenyewe? Sasa hivi Chuja Migodini nakimbia. Sasa hiyo inakufanya utakuwa hivi, unakuwa unayumba kama maji. Na ukiyumba kama maji unakuwa ni ngumu sana kuweza kutengeneza focus na kutengeneza focus na kuwa na consistency juu ya kitu. Hakuna matokeo bila consistency. Lazima uwe na consistency juu ya kitu ili kupata matokeo. Hamna kitu kinatokea hamna. Kweli? Hapana. Hata wewe unaona confidence unayo sasa hivi kwa mbele ya TV. Haijatokea sasa hivi. Yaani hujaamka asubuhi leo ukaja hapa. No. Kuna sehemu umepita, kuna sehemu umejitolea, kuna sehemu umefanya, kuna sehemu alafu tumekuja. Consistency ndio inaleta matokeo. Hebu niambie kitu kimoja. Mtu ambaye anaanza from down kabisa, yani huyu mtu yuko ndani anatizama hapa, tumchukulie mfano ni kijana yani yuko sasa hivi hapa anataka kujitafuta, yani anatuangalia sisi hapa tunaongea na wewe, yani kinachozunguka kichwani mwake, biashara inalipa blaza, biashara inalipa blaza. Ukiwa na biashara unatoboa, ukiwa na genge. Lakini jamaa hana chochote, yani ndio yuko ndani anaangalia TV tu. Si unajua ni wewe kijana unajua umetulia zako unaangalia wake up call. Biashara inalipa bro. Hana hela, hana popote, hana chochote, ila ameambiwa biashara inalipa. Biashara gani hajui, ila biashara inalipa. Mtu huyu atakiwa aanze kufanya nini? Swali zuri sana. I think this is the best question.
toka niamka asubuhi. Yeah. Swali zuri kwamba mimi sina kitu kabisa ndio nataka nianze mimi lakini natamani kuanza biashara. Sina hela, sina mtaji, sina chochote, nataka kuanza biashara. Naanzia wapi ili nianze kupata na mimi hela niweze kujikimu vitu vyangu nataka. So, pa kuanzia jambo la kwanza kabisa, ukitaka kuanza biashara ama ukitaka kuingia kwenye mzunguko wa pesa, ndio mara ya kwanza unatamani kuingia. Jambo la kwanza unatakiwa kujua kwamba ni kwamba kwenye kutafuta biashara hauanzi kutafuta biashara. Unaanza kutafuta ni solution gani ambayo nitaileta kwa watu. Alafu hiyo solution nikileta kwa watu gani? Ukishapata watu gani ambao unataka kwenda kutoa solution, then kitu cha kwanza sasa, hiyo sio cha kwanza. Kitu cha kwanza ni hivi. Nenda kwa mtu ambaye anaifanya hiyo biashara ama hiyo huduma, kajifunze kwanza kwake. Kwa mfano ni kijana kabisa kama chuo kikuu, yuko nyumbani. Usitake kuanza kitu kipya. Ni idea yangu mpya nini? Hakuna kitu kipya chini ya jua. Chini ya jua hamna kitu kipya. Na ukitaka kufanya trial and error, muda hautoshi. Ili kuavoid trial and error, jambo la kwanza, na usipoteze muda wako kuvunjika na nini. Jambo la kwanza unatakiwa kufanya, mtafute mtu ambaye anafanya biashara kama hiyo ambayo unatamani kuifanya. Kumbuka nilikwambia sio kitu cha kwanza, nilianza na kwamba angalia kitu gani ambacho unatamani kukifanya. Na kitu unachokifanya unakijuaje? Usiseme tu kile kinatoka unataka kumgusa nani? Unataka kumhudumia nani? Alafu kisha unataka kujua unamhudumia nani? Unamhudumia vipi? Hicho kitu sasa unachokwenda kukitoa kama ni huduma ama ni biashara unataka kuifanya, usifanye. Mtafute mtu ambaye anafanya hiyo huduma. Yupo tayari kwenye biashara, kwenye game. Jifunze. Opportunity ndogo. Sasa hivi watu wanakuja kwa kujuana. Good. Kuna watu sasa hivi hapo kwenye social media wanafundisha biashara vizuri. Very basic principles za biashara. Kwa sababu mtu ametoka chuo kikuu, hajui marketing ni nini. Hajui sales ni nini. Ukuta anajua marketing na sales kwa sababu anajua Kiingereza. Hajui afanye nini kupata mteja wa kwanza. Unajua unaweza kuwa na nini, unapataje mteja wa kwanza? Tushumu na capital na nini na vitu vyako. Unampataje mteja wa kwanza kama unatoa huduma ama product? Unampataje? Utakaa ofisini kwako afa anatokea kama Mungu anamshusha no. Lazima ujue kitu inaitwa marketing, kuna kitu inaitwa sales. Unaona, kuna kitu inaitwa personal brand. Sasa hivi uweze kuvijua by natural, yani automatic. No. Hatua ya kwanza, nenda kwa mtu ambaye either anafanya biashara hiyo kama opportunity ni chache. Pili, nenda kwa watu wanaofundisha biashara. Sasa hivi tunasema ni ulimwengu wa information all over social media. Mimi naitwa Michael Business Hub, nipo Instagram. Nenda kwenye page yangu, pitia post zangu. Pale kwenye page yangu kuna link ya YouTube kwenye biography. Nenda YouTube, pitia kila kitu. Ukimaliza kupitia hivyo, kuna events zinatangazwa za ujasiriamali, za unasikia wanafundisha personal brand, wanafundisha events za za personal brand, sijui marketing, sijui nini, namna ya kuanza biashara, namna nini, na wataalamu mbalimbali wa biashara. Nenda. Ukishajifunza, buy course, nunua course zao wanazotoa. Uzuri sasa hivi is very simple. Unaweza kaenda kwa mtu kama mimi, mimi nafanya events za kufundisha biashara, nakaa kwenye social media, nasaidia watu kufanya kwa namna gani ya kusajili biashara zao, namna gani ya kuanza biashara zao, mpaka kufikia kuanza kusajili, kupata wateja, kufanya marketing na sales. Nafanya hiyo kitu. Sasa ukija kwangu, simple way, kama utaweza kupata time au uwezo wa kunilipa consultation, sasa hivi tunauza course ambazo unaweza ukakaa chumbani kwako, unapata video course ama ebooks, ukakaa chini ukasoma kwa kumbe marketing ni hivi. Kumbe ukishajifunza kwanza, ukajua nini cha kufanya, then tunafuata. Tumia skills na knowledge uliojifunza kwenye ujuzi huo ama biashara hiyo, then nenda kufanyia kazi. Yes. So, kati ya kitu ambacho kinakuwa ni makosa mara nyingi ni kwamba mtu anasema sasa hivi biashara
inatoka saluni, anafungua saluni yake nzuri. Alafu anakaa ndani anasubiri mteja. Kwa sababu ameona shoga yake au mama Amina, mama fulani wanafungua saluni, then anaenda kufungua saluni. Utakaa pale, ukilipia ile miezi 6, ukimaliza bado uko pale, unapumua. Ikiisha, unabeba vitu vyako, hair dry na nini, unabeba nyumbani. Na unasema nani alinishahidi na mnikome. Unaona? You know what's happened? Biashara nyingi wakishalipa kodi miezi 6. Miezi 6 ikiisha hawarudi tena pale. You know why? Kwa sababu amefanya hivi. Mwajuma anafanya biashara fulani au John anafanya biashara fulani na unajua sasa hivi amekuwa kijana wa maana sana. Very respected. Hata hivi biashara yake inakaa vizuri. Hii biashara inatoka naenda kuifanya. Wrong. Uweze kufanya kitu ambacho hujui. Yaani uweze kuwa mkulima wakati umezaliwa kwenye biashara ya ufugaji, kwenye familia ya ufugaji. Lakini Baraka, kuna swala ambalo lilianza mwanzo kabisa la mtu ambaye yuko blinded, la kujua tatizo au kufikiria cha kuhudumia. Kujua tatizo is skill, brother. Yani kuna watu ambao macho yao hayana kuona fursa. Na wala hawajui hii ni fursa. Mtu kama huyu yuko nyumbani. Yaani ukimwambia habari ya kuona tatizo, kuona fursa, umempa mtihani mzito sana. Sawa, ngoja basi ni dadavue vizuri. Nivunje. Ninavyomwambia mtu aone fursa. Jambo la kwanza, utaangaliaje sasa hii ni fursa, unaijuaje? Au mimi nitajuaje ni fursa? Simple. Iko hivi. Kabla hujataka kwenda kugundua hii ni fursa au ni changamoto au nini, jambo la kwanza unaanza na wewe binafsi. Tunaivunja sasa hii, tunaichakata. Unaanza na wewe binafsi. Wewe una ujuzi kwenye maisha yako yote toka umekuwa mpaka umefika hapo. Unajiuliza maswali yafuatayo. Jambo la kwanza, una elimu gani? It means kama una degree ya nini? Kama una diploma nini? Masters, una masters ya nini? Okay. Tuchukulia degree ya mass communication. Hiyo mass communication, kufikisha ujumbe. Safi sana, mass communication. Jambo la kwanza. Jambo la pili, unajiuliza binafsi wewe, ukiachana na elimu, ni ujuzi gani ulionao binafsi? Wewe mwenyewe, ujuzi gani ulionao? Mwingine ukiachana na elimu. Kwa mfano maybe unaweza kupiga picha, unaweza kufanya kitu gani kingine ambacho ukitoa elimu unaweza kufanya. Chochote kile. Cha tatu, ni experiences zipi za maisha ambazo umekuwa nazo, yani uko nazo familia sana. Yani ni experience gani ya maisha ambayo umekuwa nayo? Imefikia stage sasa yani kwako ni jambo la kawaida. Japokuwa kwa mtu mwingine anaweza sione kama ni jambo la kawaida. Yes, kwamba like kitu gani ambacho unaweza kukifanya vizuri. Kuna mtu anaweza kwa sababu tu amezaliwa kwenye familia ya ufugaji. Hivyo tu, sio kama amesomea, kazaliwa tu kwenye familia ya ufugaji, anaweza kukuelezea vizuri namna gani ya kuweza kutengeneza banda la nguruwe, banda la nini, akalitunza vizuri, akaelekeza, au banda la nini. Yani kwa sababu by nature kazaliwa, yani hajaenda shule nini, ila kazaliwa kwenye mazingira hayo. Amezaliwa mtu, yeye ni mtu anakuja kanisani, anapenda amekuja kanisani watu wa Kristo. Unakuja kanisani, umezoea kuja toka umezaliwa. Ukiwa mdogo unapelekwa Sunday school, unaenda unakuta watu wa vijana wanapiga gitaa. Unatamani unakaa nao unapiga nao gitaa, unapiga vyombo na nini. Hiyo ni experience yako. Sasa hiyo ni experience yako. Alafu cha mwisho unajiuliza ni what is your interest? Ni kitu gani ambacho ni cha interest sana kwako? Like yani ukikiona unakuwa excited sana. Yani like kwa mfano mimi ni msichana, siwezi kabisa kutoka nyumbani kwangu sijapaka makeup. Mimi ni wa kiume kiukweli kwenye kuvaa. Yani mtanipiga mtaniua, lakini yani lazima yani nikiwa natoka kuja kukutana na nyinyi nitawakomesha. Yani mimi sina chochote, sina hela. Yani hizi hela zangu za Kalume za nini, ila nikitoka kukutana na nyinyi mtajua tu. Ila kuna mtu mwingine anasema like nipigie wagaragaza sasa sipendezi, lakini ninavonukia rafiki yangu. Mtanikoma. Yani mtanikoma. Sasa ile hali yako binafsi ile ya uwezo wako binafsi wa kusema mimi kiukweli interest zangu,
mimi pigeni huwa garagaza, lakini kwenye hapa sina hela na chochote, nimemaliza chuo kikuu, lakini kiukweli kwenye tukisema kwenye namna gani ya kuelezea jambo, yani mimi kiukweli nikai hivi nielezee jambo, mimi presentation nilikuwa nanijua vizuri darasa, yani ni by nature tu, yani nikai hivi naweza kuelezea vizuri good. Sasa kwenye haya mambo manne niliyoelezea, elimu, kuanzia elimu, ujuzi, experience ulionayo na interest yako binafsi, maisha yako ya kawaida kabisa, unaangalia kwenye hivi vitu vinne ni kitu gani ambacho naona kabisa kwa mazingira yangu yanayozunguka kuna gap kwenye hivi vitu vinne, kuna gap naweza nikali offer kwa watu gani, naweza nikali offer. Kwa mfano nimeangalia hapa kiukweli kwa elimu Stoboi, hamna mtu ananijua wala nini. Stoboi. Hapa mimi sitoki. Yaani hapo kielimu si. PhD. Yeah. Hiyo opportunity yake si ngumu. Yeah. Sasa unaweza kuangalia kitu kilichobaki. Sasa ngoja nitolee kwenye mfano kila engo ili uone opportunity. Kwenye mtu ambaye anasema yeye ana elimu tu, mimi na elimu gani? Mimi elimu gani bwana? Mimi bwana na mass communication. Mass communication ni namna gani unaweza wanasomea sana namna gani wanaweza kuwasiliana au na umma. Namna gani anaweza kufikia umma, anaweza kuwasiliana na umma. It means ni professional kabisa umesomea kuwasiliana na umma. Hata kwenye kuwasiliana na umma kuna lengo tofauti za kuwasiliana na umma. Kichwani kwetu tumekaa inabidi tuwe wasemaji wa timu, tuwe watangazaji wa nini? Hapana. Kama unaweza kama una uwezo ni professional yako, unaweza kukaa chini ukazungumza na umma kitu fulani vizuri na by professional bila na ukaweza kumfikia mtu alika lolote na sio offended, akawa very good na ni professional, umesoma darasani. Let me tell you one thing, you don't hautakiwi kusubiria kuajiriwa tafuta ajira kuhusiana na uwezo wako kuzungumza na kufikisha ujumbe. Hapana, sasa hivi social media inaweza kukulipa na kuongeza pesa vizuri sana kupitia namna gani ya kuweza kuzungumza. Sasa hivi kama ume notice ni kwamba kuna industry mpya ambayo ime-emerge, industry ya tunaita influencers, social media influencers na comedians. Ni kama ime-emerge na inafanya vizuri. Sasa hawa wanachokifanya hafanyi kitu chochote zaidi ya kukaa hivi na kuongea. Ila yeye ameweza kuongea kwenye engo ya nini? Ya kukuchekesha. Okay. Wewe kwenye mass communication kuweza kufikisha taarifa, hauna taarifa yoyote ambayo unayo ya kuweza kuitengeneza. Wote mtaweza kuniambia sasa mimi sina taarifa, mimi nimesomea tu taarifa. Communication sina taarifa. Nasubiri taasisi inipe nisome afu ndo nitoe taarifa za ile taasisi. Okay, iko hivi. Kama wewe una uwezo umesomea kufikisha taarifa, sio lazima uende kwenye taasisi na sehemu fulani ukaanza kutoa taarifa. Hapana. Binafsi wewe ni jamii inapenda sana kusikia kuhusu nini? Kuna watu walipo kuombea tu. Kwa kweli. Yaani they hear, wanakaa kwenye social media, they speak. Wanatoa taarifa kuhusu huyu kamfanya hivi, huyu kamfanya hivi, huyu kamfanya hivi. Wanapata matangazo ya brands, maduka, mabiashara, makampuni, yale ambao wanatamani kuja kufanya nao kazi, wanamfuata wao, wanamwambia, "Hey, we see the way audience wanakupenda. We want to endorse you." Wanampa pesa, alafu yeye wakati akiwa anafikisha taarifa zake binafsi za umbea, za nini, anapata pesa, watu wanamlipa. Sasa uzuri wa social media sasa hivi, kuna social media kwani ukiachana na YouTube, hizi nyingine zote unatengeneza audience. Alafu ukitengeneza audience, kuna YouTube, ukishatengeneza audience, ya kwanza unapata endorsement za biashara. Ya kwanza. Ya pili unapata ukishatengeneza audience ya kutosha, endorsement za biashara zinakuja za kupa matangazo, unafanyia matangazo kwenye ukiwa unafanya zako taarifa zako. Sasa hizi taarifa unaweza kuamua mwenyewe uongelee kitu gani. Unapenda mambo ya mpira, ongelea mpira. Unapenda vitu vyako vya umbea, ongelea umbea. Unapenda vitu gani? Unapenda vitu gani ambavyo maisha yako ya kila siku unasikia sasa hawa watu wanapenda kusikiliza hivi vitu. Uzuri kwenye social media tunaita ni ulimwengu wa content. Content sasa hivi hazibagui. Just choose what people wanna hear. Na ndio maana umesomea. Just angalia watu wanapenda kusikia nini. Then ongea. Ndio maana nimekwambia usianze moja kwa moja biashara, angalia watu wengine kwanza wanaofanya.
kaa kwenye simu yako, pitia posti 10 za watu walioongea. Wanaongea nini? Ambao wana numbers. Ambao tayari wako kwenye biashara. Mwanzo nisema angalia watu ambao tayari wako kwenye biashara. Angalia tayari watu wako wameshafanya vizuri. Angalia watu 10 ambao wana audience na wanaongea. Wanaongelea nini? Kaa chini, angalia, okay, huyu anaongelea sana mpira, huyu umbea, huyu michezo, huyu anaongelea tu nywele, huyu anatoa story, huyu anatoa nini. Angalia watu 10, hapo angalia, okay, kwenye watu 10 nani ambaye anaresonate na mimi, moyo wangu asikia raha kumsikiliza. By the way, kama unasema mass communication, kuna mtu tu huwa anasikia raha kumsikiliza. Sasa kama anasikia raha, huwa anachofanya. Kwenye shuleni unaambiwa usigilizie. Ukigilizia mtihani unakosa. Mtaani usipogilizia unafeli maisha. Shuleni unaambiwa usigilizie mwenzako utakosa. Mtaani usipomwingilizia mwenzako unafeli maisha. Angalia anachofanya, iga anachokifanya. Vizuri, umemaliza. Na ukikifanya vizuri kwa excellence, kwa ujuzi wako sasa, kiige afu njoo nacho wewe, kifanye vizuri. Inewewe kwamba huyu jamaa anafanya vizuri lakini kuna kitu ana miss hapa. Ukikifanya umemaliza. Hiyo ni mass communication. Kwenye sheria, uhitaji kwenda kwenye law firm, uhitaji kufadhiliwa kwenye kampuni kubwa. Uhitaji mpaka kuwa hata advocate. Baby, so, kwa kuwa tu lawyer. Unajua kuna lawyer na advocate. Lawyer ni watu wamesoma sheria, ana degree, au ana masters, na PhD. Lakini advocate ameenda. Anaweza siwe na haya yote, lakini ameenda law school. Advocate. Sasa, uhitaji kuwa advocate kwa mwanasheria sana. Wewe ni mwanasheria, wewe ni wakili. Kwenye sheria, kwa hiyo kwenye masomo yote ya sheria yote uliosoma, hakuna hata kimoja ambacho ulipata interest. Zungumzia hata watoto, sheria za watoto. Zungumzia namna gani watoto wanaweza kuishi vizuri, namna gani sheria zao zilivyo, namna gani anaweza kupata haki, akimbilie wapi akidhulumiwa, akimbilie. Huhitaji kuwa advocate, kuwa mwanasheria sana. Tafuta chochote ulichokipenda kwenye. Zungumza hata mambo ya biashara, mambo ya makampuni, mambo ya biashara. Yes, zungumza sheria za watoto, sheria za michezo. Zungumza watu waende wapi wakipata changamoto. Wewe ndio unajua, wewe una masters, una degree, una diploma, una PhD ya sheria. Sio mpaka uwe advocate kuzungumza masuala ya sheria. Kwa hiyo sasa mimi nikikuuliza, kwani mama natema nondo? Muda hauendi mali. Muda alafu wewe mputa. Umeruka. Wewe mputa watu kama hawa. Usiwe unawaleta haraka haraka hivi. Kwa sababu hapo ndo tuko kipengele cha kwanza cha elimu. Kwanza ndo naanza sasa yani. Hatujafika kile cha pili, kile ambacho unaweza kukifanya. Mpaka swali langu sasa limebepa. Hatujafika kwenye experience. Hatujaenda kwenye kile unachopenda kukifanya. Mputa, koma. Watu kama hao usiwe unawaleta hivi kwa haraka haraka. Wao wanahitaji kupata saa nzima. Anyways. Haya, basi nijibu tu mimi hili ambalo nataka nijibu. Sawa. Wewe ukiona sisi wengi ambao inawezekana mpaka sasa hivi tuko hapa tulipo. Tumekosea nini? Tunafeli wapi? Tunafeli wapi? Mbona unavyoeleza ni kama mambo mepesi? Wewe unakaa hapa mwenyewe ndio hayo. Ukimsikiliza influencer hapa anakusupport uone kwamba kesho natoboa. Lakini bado tuko pale pale. Why? So to summarize, kwa sababu na muda pia. Iko hivi. We promise you utarudi bro. Yes. I'm here. Okay, utarudi. Okay. So what I can say ni kwamba watu wanakosea wapi sasa? Na kati kuna hivi vyote. Nimesema tunaishi kwenye ulimwengu wa information. Watu wanakosea hivi, wanataka kuanzisha from scratch. Yaani ni kama anataka kufanya kitu chake, anataka aanze, yani unajua ile one man army. Yani yeye mwenyewe, yani anataka aanze sifuri kuanzisha kitu chake. Sikia nikwambie kitu kimoja. Ukitaka kuanzisha peke yako kila kitu mwenyewe, ndio kinachotufanya watu tustaki. Kuna kitu kinaitwa trial and error nyingi. Utakazozirudia, utazirudia. Sasa kuzirudia mpaka zifike stage ambayo useme sasa nimeweza kusucceed. It take more energy, time, money, investment ambayo vitu hawana. Sasa ili kuepukana na hilo, kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kwamba tafuta mentor ambaye kashafanyaga hayo trial and error mengi, kaumia enzi za 90 huko, hamna hata internet, kavunja, karibu kateseka. Inakufanya, tunaita leverage. Inakufanya kutoka 0 mpaka 50 ndani ya muda mfupi.
Yaani kwa mfano utakuwa utumie mwezi mmoja, kwa mfano utakuwa utumie miaka 5 kusomesha kitu chako. Ukitafuta mtu ambaye ni mentor, yeye kashapambana hayo miaka 5. Itakufanya mwezi mmoja, yaani unaweza kaishi miaka yake 5 ndani ya mwezi mmoja. Yes. Do you see me hapa mnasema mbona it's very simple, it's very simple, it's very simple. Kwa sababu mimi niko hapa sio kwa sababu nilianzia sifuri. Mimi nimepita leverage. Yaani mimi nikasoma kwa lakini kwenye huko leverage watu wengi hawapendi kusema ukweli. Kusaidia watu kiuhalisia. Ndio inatufanya watu tunaanzia from the scratch. Kwamba atakuambia lakini hata kupa zile siri za kwa nini uanguke. Okay. Sisi ni Wakristo, ndio? Yeah, na hii TV ni ya Kristo. Yakobo alipotaka kumbariki kati ya watoto wake wale wawili, Esau na baba yake Yakobo na Esau, alipotaka kuwabariki, aliwaambia hivi, nendeni mkaniletee chakula. Nikishiba nitawabariki. Unajua kwa nini haupati baraka ya hao watu? Unataka kwenda mikono mitupu. Yaani unataka kwenda hivi, mimi nimekuja na njaa, nina shida, naomba mnisaidie. No. Yaani ni baba yao amewazaa, kawalea, badala ya kuwabariki, alipotaka kuwabariki, hakuambia tu njooni wanangu niwabariki. Aliwaambia hivi, kanitengenezeni chakula, ikishiba nitawabariki. Iko hivi, kwenye maisha ya kawaida inakujaje? Iko hivi, mnataka kwenda kwa hao watu hivyo, alafu mpate unachotaka bila kupay loyalty. Loyalty inaweza kwa namna gani? Kwa mentors au walimu wa biashara, wana fee zao ambazo wana charge. Consultation fee, ama kununua course, ama kuhudhuria event, unalipia labda 50,000, 30,000. Hamtaki. Unataka tu usikilize content yake 1, 2, mfano kwa mtu atakata hapa, nataka sikilize hiki kitu peke yake. Na kati ndani kuna madini mengi, na hapo tumetumia dakika chache na nimesema muda umeisha. Kwa nataka tu aishie hapa. Bwana asemi kweli bwana. Kazungumza tu kwa juu. Afu nakuja kulalamika. Bwana mimi nimejaribu kile ambacho nacho. Nimeshindwa. Na pale nimemsikia amesema tu hivyo. No, ukija kwangu nitakupigisha hatua. Enda ufanyisha kama mtoto. Utambaye kwanza, afu nyanyuke, usimame, afu nakupigisha hatua ya kwanza. Go with, nenda na value. Nenda na loyalty. Loyalty sasa. Kama ni utapata opportunity ya kuwa chini ya watu. Kwa mfano ni watangazaji. Wanataka kuwa watangazaji na wao nguli. Kaeni chini ya watangazaji. Njoo kwenye kituo kama hiki, omba. I wanna be here. Nataka kuwa chini yako. Madam, how confidence unapataje kukaa kwenye TV? Yoni hata ukiblink. How that inakuaje? Hivyo. 1. 2, kama umekosa opportunity huko, tafuta watu wanaozungumzia hilo jambo. Kuna watu wanafundisha. Nenda kalipe. Hawezi kukupa kitu cha bure. Cha soma degree biashara. Yes. Ukisoma, hiyo swali zote. Ukisoma darasani, sio kama kupractice. Ngoja nikwambie, darasani kuna kitu kinaitwa EQ, kwamba namna gani unaweza kukumbuka na kuweza kuwa changamfu kuweza kuandika kitu ulichokumbuka. Kitu kinachotufanyika huku duniani sio EQ. Huku kuna kitu kinaitwa faith. Faith yasome darasani. Unaweza kubeti kwamba naacha mimi niliacha kazi. Mimi nilikuwa nafanya kazi kwa Elofim. Nikaacha kazi nikakaa nyumbani nikasema nitatengeneza kitu changu. Kwa elimu mimi nimesoma sheria. Kwa elimu ya sheria nilionayo, kwa experience nilipata, nilikuwa sales manager kwenye kampuni fulani. Kwa vitu nilivyopata vyote hivi, nataka kuanzisha kitu changu kimoja, ambacho nataka nikicombine nitoe kitu kimoja. Sasa hivi na kampuni inaitwa Michael Business Hub, inasaidia wafanyabiashara kuanzia mwanzo, namna gani ya kuanza biashara zao, kuanza usajili, masuala ya TRA, kupata zile sisi za nani, tunatoa risiti na nini. Sasa hizo ni product. Watu hawajui hata hiyo mambo ya risiti ni ya nini, yanawasaidia nini, kwa nini kwanza awe nayo. Biashara yangu mimi kwanza inaenda. TRA wenyewe naogopa siwataki hata hajui hayo mambo. Kwa sasa mimi nikasema nitaenda kwanza kumwambia hii nini. Yaani nataka kutengeneza kitu kimoja ambacho kina involve knowledge ya sheria, masuala ya usajili kampuni, biashara leseni. Masuala ya alafu hapo ukimaliza hapo namna gani ya kulink sana TRA na nini. Jambo la pili unakuja kwenye namna gani ya kuanza biashara. Mimi nimekuwa marketing officer, manager kwenye kampuni fulani, naweza kujua kuhusu marketing. Nikaenda kujifunza vizuri chini ya mtu kuhusu masuala ya sales, ujuzi wa kuuza na ujuzi wa kutafuta
wateja kwenye biashara yako. Nilivyojifunza vizuri na kwa sababu nimefanya kwenye kampuni fulani, nikasema nitachukua huu ujuzi pia nitaongezea hapa kwa sababu mteja wangu ni huyo mfanya biashara, nitampa hivi vitu. Okay. Namna gani ya kuanza? Mimi kijana sihitaji kwenye kuanza. Mimi ni mfano mwenyewe, nimeweza chuo kikuu, sasa hivi nina kampuni. Nilianzaje? Na sehemu nilipita nikakanyaga, nikaanguka, nikakanyaga, nikashika mkono, nikafanya hivi, nikajifunza, nikafanya. Kushika mkono haimaanishi kupewa hela. Kushika mkono ni hata hii opportunity ya kwamba hey, pale huwa tufanye hivi, tunafanya hivi. Elimu, kujua nini cha kufanya. Ukivijumuisha hivi vyote ndio unasema okay, kwa nini nisifungue kampuni yangu? Nikaacha kazi, afu nika risk. Bro, kiacha kazi ndo unagundua kwamba ni mchakato. That moment like what? Kukaa nyumbani kile kimwisho wa mwezi kilichokuwa kinaingia akipo tena, mfuko umeisha na hela ya kodi una, hela ya kula una. Unajua bora hela ya kodi una. Hela ya kula una na hela ya kodi una, vinakuja vyote hivi kwa wakati mmoja. Yes, imeisha. That moment ndio unaanza kujua kwamba sio IQ tena, sio degree, sio nini, sio nini. Kuna vitu vingine hapo nyuma. Kitu gani sasa hicho kinaitwa faith, imani. Wajasiriamali wote wana imani. Haifundishi darasani. Haifundishi darasani wala kipati wala popote. Unasema labda you are good with numbers. Number utapiga namba zipi? Yaani mimi nasoma nanili hesabu, commerce, biashara. Namba zipi unapiga huko chumbani na mto, kitandani na shuka? It doesn't come. Ndio maana mtu akisema kuna kitu hawakuambii. Kweli kuna kitu hawakuambii. Nini? Faith. Faith huwezi kuelezea. Ni riski. Riski ni lugha tu ya kitaalamu. Ukirudi kwenye hali ya kawaida, hii ni imani. Riski ni imani. Kwamba like sasa hivi naacha kazi na nakaa hapa na ujuzi wangu, naenda kuuza ujuzi. Nani anakuja kununua ujuzi wako? Nani anakuambia tunataka huo ujuzi? Nani kwanza anakufahamu? Wewe kivipi? Saa ngapi? Nitakwambia don't dare my brother. Afu ujuzi wako ni upi? Alafu nani anakuja kukuendorse? Nani anakuja kuinvest kwa kwamba actually unaona nilivyo mimi mdogo hivi. Nani akupe kampuni lake ulitengeneze kuanzia scratch au yani na kupaje kampuni yangu? Wewe ni nani? Sasa haya majibu yote anayojibu haya inaitwa faith. Hii faith ya mtu akisimama kwenye TV hawezi kukuambia, anakuambia tu hesabu hii imetoka hapa ikatoka hapa, lakini ukipiga masa unaona kuna kitu kina miss hapa. Kinachomisi ndio hiyo. Sasa kinachomisi ni imani. Imani hawezi kuelezea. Imani unafundisha huko, naambiwa nenda hapa tunafanya hivi, inawezekana, nenda chukua mzigo kali yako peleka pale, do that. Sasa ukijumlisha IQ na kitu kinaitwa faith, unakuja kupata matokeo. Wengi tunatumia nini? IQ. Tunataka kwa sababu degree, ujuzi tu tulionao na nini na nini. Kwa mfano mtu ana skills, anayo skills, ujuzi, elimu, fedha, ujuzi, akili yako ya shuleni, ma degree manini ni moja kati ya equipment tunayohitaji kwenye kupata matokeo, lakini sio equipment pekee inahitajika. Kuna kitu kinaitwa plus bracket, afu ndio unapata matokeo unayotaka. Hiyo ndio faith. Hii bracket hapa ni faith. Ndio ambayo haipo popote. Unaipataje? Hata kwa yule mentor nikienda haipo. Sasa kwa mentor ambaye amefanya, amepractice, anajua kwamba kuna sehemu nilifumba macho nikafanya afu nikatulia. Kwa hiyo ukikaa pale anakuambia, unaona umeshakamilisha kila kitu na hamna matokeo, tulia. Natulia langu imeshaita kodi imeisha ya kibanda. Nakwambia sasa ile comfort anakuambia sasa, sikia, I'm guaranteeing you, tulia. Sasa nifanye kila kitu, nimefanya everything perfect. Kesho kafungue tena duka. Ndio kesho fungua mteja asije. So nakusanya vile vitu vyote napeleka nyumbani, tunatumia matumizi ya kawaida nafunga. Sasa kwa mtu wa kawaida tunaanza sasa, kodi imeisha, sijapata matokeo, narudi nyumbani. Jamaa anakuambia chukua hela nyingine, tafuta, lipa. Kaa. Nalipaje na naendelea kuwekezaje mahali ambapo sijaona kikilipa chochote? Kwa muda gani? Lini itafika mwisho? Just be there. Sasa hiyo be there, unless ni mchungaji, kama unless labda ni mchungaji. Kama sio mchungaji, mtu anje akikwambia be there unaambia ai crazy. Yeah, sasa hii faith inayotumika kwenye biashara pia ni tofauti sana na faith ambayo unataka kuchana maji kama Musa. Huku kuna faith yake. Sasa faith huku, sisi na Kristo, ukizaliwa upya, tunasema unazaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili ni kama vile umezaliwa kwenye ulimwengu wa kawaida. Kwenye ulimwengu huku ukizaliwa mara ya pili ni kwamba kama ulivyozaliwa kwenye ulimwengu wa kawaida,
Kama umezaliwa kwenye jamii ya kifugaji, hauwezi kujua mambo ya wakulima. Kama umezaliwa kwenye ulimwengu wa wakulima, huwezi kujua mambo ya wafugaji. Na kama umezaliwa kwenye hizi familia mbili, hizi jamii mbili, hauwezi kujua mambo ya biashara. Kuna watu wanakaa jangwani, Waarabu wenyewe, hawalimi, hawafugi. Do you know what? Wanapata jina ni matajiri. Wao wanafanya biashara kwa sababu inawalazimisha kufanya biashara ili wapate chakula na nyama. Otherwise wanakufa jangwani, ufugi jangwani, ulimi. Kwa hiyo ndio maana wao wanakuwa very smart kwenye kufanya biashara. Kwa hiyo ukizaliwa kwenye hawa wa jangwani, utakuwa mjuzi kwenye kufanya biashara za masafa marefu, kutafuta maji, kutafuta chakula, kutafuta mazao, kwa sababu unajua back home hakuna. Sisi tumezaliwa jangwani. Kwa hiyo it means kama unavyozaliwa kwenye ulimwengu huu wa kawaida, ndivyo unazaliwa kwenye ulimwengu wa roho, huko kwenye born again, unavyozaliwa upya. Ukizaliwa upya huko, inategemea umezaliwa wapi. Sasa unaweza kuzaliwa kwenye mazingira ambayo mtu ambaye amekuzaa kiroho ni mzuri sana kwenye kutoa mapepo, kwenye kuponya, lakini hujazaliwa kwenye mtu mzuri sana kwenye masuala ya finance. Ndivyo ilivyo. Bwana, muda wetu Time yetu imekwenda mpaka imeendelea. Hayo mengine hayo tafadhali naomba kwa dakika moja tu tusaidie mawasiliano kama unaweza. So thank you so much. Mimi napatikana kwanza kwenye social media zote unayopenda wewe. Michael Business Hub. Ingia Instagram, TikTok, kokote unakotamani unaotumia kila siku. Michael Business Hub. Namba yangu ya simu ni 07 45 60 80 20. 07 45 60 80 20. Mara mwisho 07 45 60 80 20. Mimi naitwa Michael kutoka Michael Business Hub. Ni kampuni yetu, tunajisaidia kwa masuala ya usajili wa makampuni, biashara, leseni na namna gani yote kuhusiana na masuala ya biashara. Pia ukitaka kuanza biashara yako, hiyo namba usisahau, au hilo jina la Michael Business Hub. Njoo kwetu kwenye hizo social media, njoo DM, njoo inbox, njoo kule, tutakaa chini tutazungumza vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Watakufuata kaka, ukawape imani kwa hiyo tupe hicho kinachobaki kwenye bracket. Mimi nimebeba hiyo faith kuanzia sasa, naanza kusaka faith kwa sababu IQ sina shida nayo, mpaka niko hapa sina shida, faith naitafuta. Maana tunaondoka mimi na Edina Show hapa. Ni Ijumaa ya pekee, Ijumaa ambayo tumekufungulia ukurasa mwingine wa fursa mbalimbali kwa vijana, lakini pia kwenye masuala ya biashara. Michael yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia, na mapumziko ya wiki hii yatumie vizuri kwenye kuchambua vile vitu vinne ambavyo amevizungumza: elimu yako, unachopenda kufanya, experience yako, pamoja na kile ambacho unaweza kukifanya. Mimi ni Elina Show, kwenye mitandao ya kijamii napatikana hivyo, na nikutakia mapumziko mema ya mwishoni mwa wiki. Bye bye jamani, tukasake faith au imani.